Karibuni sana wadau wa kilimo kwenye webinar yetu. Hii ni webinar ya pili, lakini ya kwanza tulikuwa tukifanya introduction. Tulikuwa tukiintroduce session yetu nzuri kabisa ambayo imelenga kuwakusanisha wadau wote wa kilimo na pamoja pia wakulima wenyewe kama walengwa, agrovet, distributors, wataalamu wa kilimo, sisi tunawaita madokta kilimo, yani maafisa ugani kwa ajili ya kuhudumia wakulima kwa ajili ya mfumo huu jumuishi wa Mazao Hub. Na tumeandaa webinar hizi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 11 mpaka saa 12 kwa lengo la kuona ni kwa namna gani teknolojia inavyoweza kubadilisha inavyoweza kuchangia mapato katika sekta ya kilimo, ambapo mada kuu ni kwamba teknolojia inaongeza mapato katika mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Nikisema mnyororo wa thamani wa kilimo, na maanisha kwamba wewe kama ni mkulima, basi upo kwenye mnyororo wa kilimo. Ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukatumia teknolojia kuongeza faida na mapato. Kama ni agrovet, upo kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo kwa sababu utakuwa unasambaza input, utakuwa unakusanya mahitaji ya wakulima, unachangia katika uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Namna gani ambavyo unaweza ukatumia teknolojia ili kuongeza uzalishaji, kuongeza faida na kupata mapato zaidi. Lakini distributors, wale wakubwa, wale wazalishaji wa pembejeo za kilimo na vifaa mbalimbali vya kilimo, pia nao wanahusika kwa namna moja au nyingine. Mpaka wale ambao wanahusika na kukodisha matrekta, wale wenye magala, na hata pia wale watu wa mauzo ya mazao, wale walioko sokoni, exporters, kwenye mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Kwa hiyo tukaintroduce Mazao Hub ni nini, ambapo tunasema Mazao Hub ni teknolojia ambayo inatumia data katika kutoa huduma za ugani, lakini inawasaidia wakulima kuongeza uzalishaji na hata baadaye kuja kuuza katika masoko rahisi. Na namna inavyofanya kazi, Mazao Hub ina vituo vya kuhudumia wakulima, kwa maana kwamba ina Farmer Excellence Centers ambazo zina maafisa ugani ambao wanafanya kazi ya kuhudumia wakulima kwa ukaribu zaidi, na kwa kila hatua ambao watakuwa wakifanya hawa maafisa ugani watakuwa wakifanya moja kwa moja kwenye mfumo, kuwawezesha wakulima kuwa na taarifa ama kumbukumbu ya shughuli zao za shambani. Na pia tukaorodhesha baadhi ya huduma mbalimbali ambazo Mazao Hub inazitoa. Tuliorodhesha huduma mbalimbali ambazo Mazao Hub inazitoa. Moja kwa moja tuliziona kwamba inatoa huduma ya ugani kupitia teknolojia. Pia inawezesha agrovet kupitia mfumo wa pembejeo connect kusambaza pembejeo zao na kufikia mahitaji ya wakulima. Na pembejeo hizo tu sio ili mradi zimewafikia, lakini tunahakikisha kwamba pembejeo hizi zinaleta matokeo shambani. Pembejeo hizi zinaleta matokeo shambani kupitia mfumo huu jumuishi wa kilimo. Kwa hiyo tunao ya kwanza, mfumo kuhudumia wakulima ambao inaitwa Kilimo Connect, tuna pembejeo Connect, lakini tuna mfumo wa masoko ambao ni cropsupply.com. Sasa moja kwa moja tuone leo tuna nini, ambapo tunaweza tukadiscuss kwa pamoja. Tunajua wengi humu ni wadau wa kilimo, naona wengine wanaongezeka. Karibuni sana katika webinar series hii ya pili. Na hapa tutaanza na muktasari, tutajua nini tulichojifunza kudiscuss wiki iliyopita. Tutaenda kwenye topic yetu ambayo ni pembejeo Connect, na nitaelezea, na wapo wahusika ambao wanahusiana na idara hii ya pembejeo Connect
watapata nafasi ya kuzungumza nini ambacho kipo huko mashambani na katika field ya kilimo, lakini pia tutapata kuona namna mfumo huu wa Pembejeo Connect ambavyo unawasaidia agrovet wenye maduka ya pembejeo, unawasaidia pia distributors na wazalishaji wakubwa wa viuatilifu na hata vifaa vya kilimo, na pia tutaona ni namna gani ambavyo wanaweza kuongeza mauzo. Lakini kwa wewe mkulima, hatujakuacha mbali. Kupitia mfumo huu wa Pembejeo Connect tutaona ni namna gani ambavyo unaweza ukaagiza pembejeo zako popote pale ulipo, kwenye duka la karibu au lilopo karibu na mkoa na wewe, na Mazao Hub au extension officers wa Mazao Hub wanakufikishia mpaka pale ulipo. Kwa hiyo huu mfumo sio kwamba tuna deal na kuuza pembejeo, hapana. Sisi tunakusaidia wewe mkulima na agrovet, tunakuleta pamoja ili muweze mkafanya biashara, na biashara hii itakuwa ni ya uaminifu kupitia teknolojia. Sasa moja kwa moja twende tukaone yaliyopita. Nimeshazungumzia kwamba tulifanya utambulisho wa Mazao Hub. Tumejua Mazao Hub ni nini, kwamba ni kampuni ya teknolojia ya kilimo. Changamoto ambazo watu waliopo kwenye sekta ya kilimo wanakutana nazo, tuliziona kwamba wakulima wanakosa huduma ya ugani kwa wakati, wengine wanauziwa pembejeo feki, na pengine mtu unaweza ukawa shambani hujui duka linalouza pembejeo liko wapi. Kwa hiyo moja kwa moja sisi kama Mazao Hub tumekuja kutatua hizo changamoto. Lakini pia changamoto ya masoko, wakulima wengi wanavuna, wanapata mazao mazuri msimu ambao Mungu amesaidia, lakini baadaye unakuta mazao yale yanaozea shambani hawana pa kuyapeleka. Kwa hiyo Mazao Hub pia imekuja kusolve hii changamoto kwa kuwawezesha wakulima, kuwaleta karibu na uhitaji, soko la uhitaji, yani wewe na masoko moja kwa moja. Lakini pia tulikuwa na majadiliano. Sasa leo twende kwenye mada yetu ya mfumo wa kwanza kabisa wa Mazao Hub, Pembejeo Connect. Na hapa mnawaona ni watu wanaohusika na idara ya Pembejeo Connect. Tuna Veronica Pius, huyu ni business manager, lakini tuna Patrick Mateseko, huyu ni head of technical operations. Moja kwa moja, kama Veronica au Mr. Patrick, tunaweza tukapata neno kutoka kwao. Okay, nadhani watakuwa wako njiani, wako huko field wanahudumia wakulima, lakini tunaweza tukaendelea, na baada ya session hii tutapata nafasi ya kukaribisha wakurugenzi kwa ajili ya kuongezea. Moja kwa moja twende kwenye mada ya siku ya leo. Mada ya siku ya leo ni mfumo wa Pembejeo Connect. Sasa huu ni mfumo ambao ni suluhisho la kidijitali inayokuwezesha wewe kama agrovet au distributor kusimamia oda, mauzo, usambazaji wa pembejeo ambazo hizi zinakuwa zimeidhinishwa. Hakuna bidhaa ambayo itawekwa kwenye mfumo wa pembejeo bila kuidhinishwa aidha na bodi inayosimamia uzalishaji wa pembejeo na ubora wa pembejeo, lakini pia tunasimamia mpaka performance ya hizi pembejeo. Kwa hiyo kwa wewe mkulima hautakuwa na shaka wa kununua pembejeo kwa kutumia mfumo wetu wa Pembejeo Connect, kwa sababu pembejeo ambazo zinauzwa humu zimethibitishwa. Sasa moja kwa moja, huu mfumo unawasaidiaje kwanza agrovet na distributors? Kwa nini watumie huu mfumo? Huu mfumo unamwezesha agrovet kudhibiti maduka yake. Tunajua kwamba wewe kama mmiliki wa duka la pembejeo unaweza ukawa na branch nyingi sana. Moja kwa moja kwenye biashara yako unaweza ukawa na branch Mbeya, labda Mbarali, nyingine iko Tukuyu, nyingine iko sehemu nyingine. Sasa ni namna gani hizi data zinaweza
ukadhibiti, ni namna gani ambavyo unaweza ukadhibiti hizi biashara zako. Sasa kupitia mfumo huu utakuwezesha wewe kurekodi location, mpaka location ya hizo hayo maduka yako utakuwa unaweka humu kwenye simu, na leo nitakuonyesha inachukuaje mpaka location. Unakuwa unaweza ukaweka location kwenye simu yako kwamba hili duka liko Mbalali, unaenda kwenye duka unaweka location, na pia unamweka mtu ambaye anakuwa anasimamia, unaweka na namba yake ya simu, na huyo mtu anakuwa na uwezo wa kuingia kwenye system na kuuza na kufanya nini. Kwa hiyo chochote atakachokuwa anaweza kuuza huyu mtu kupitia mfumo, wewe utakuwa unakiona hapo hapo, na unaweza ukawa mpaka unakuwa notified kwenye mfumo moja kwa moja kwamba kuna order labda ya 3 million imetoka kwenye store fulani. Kupitia mfumo wa Pembejeo Connect unaweza. Sasa baada ya hapa nitaenda kuonyesha demo ni namna gani unavyoweza ukasajili hizi store na pia kumweka mtu ukaweka location ya hilo duka lako, ili unapotembea unajua kabisa kwenye ramani, unaona kuna duka liko mahali fulani na kuna duka liko mahali fulani, na mauzo yanaenda kiasi gani, manunuzi kama mtumiaji kama msimamizi wa hilo duka ana matumizi mabaya, pia unaweza ukaona kwenye simu yako kama hapo. Lakini pia inakusaidia wewe muuzaji wa duka la pembejeo au mmiliki kuwa na kumbukumbu ya mauzo kwa urahisi, na mauzo haya unaweza ukaona mauzo ambayo yamelipwa kabisa, yaliyolipwa nusu, na yale yaliyolipwa yale ambayo hayajalipwa kabisa. Kwa hiyo unaweza ukarekodi mauzo yako moja kwa moja kwenye mfumo kutokana na wateja wako ambao umewaingiza. Lakini kwa nini tunarekodi mauzo? Hii inakusaidia hapo hapo uweze kupata taarifa ya faida. Ukiwa unauza unakununua kupitia mfumo huu wa Pembejeo Connect, inakusaidia wewe kujua faida uliopata hapo hapo. Lakini mfumo huu unakusaidia wewe kama mmiliki wa duka la pembejeo kujitangaza. Kwa nini? Kama unavyoona hapa kwenye screen yetu, umeona kwamba kuna bidhaa hapo zimekuwa displayed. Kwa hiyo mteja yoyote, wakulima wote ambao wako kwenye mfumo wa mazao, kwenye mfumo wa Kilimo Connect, wanaweza wakaziona hizi bidhaa zako na kuweza kuweka oda yako kupitia mfumo huu wa Pembejeo Connect. Kivipi? Tutaenda kuona practically namna ambavyo mkulima anaweza akaweka oda, na wewe unaweza ukaiona hiyo oda moja kwa moja na kuweza kumfikishia kupitia distribution channels ambazo sisi kama Mazao Hub tumeziona. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo wa Mazao Hub itakuwezesha wewe kuongeza mauzo na ukapata faida maradufu, kwa sababu hapa hautakuwa tu unawauzia wale wateja wanaokuzunguka, lakini utakuwa na access ya kupata kuonekana kwenye zaidi ya wakulima 50,000 waliojiunga na Mazao Hub. Nasema zaidi kwa sababu kila siku tunapitia mchakato wa kusajili wakulima wapya na kuwahudumia pia hawa wakulima na kukusanya mahitaji yao. Kwa hiyo mahitaji yao kama ni pembejeo, basi watakuwa na access ya kununua kutoka kwako. Kama mnavyoona, hizi ni bidhaa ambazo mmoja kati ya distributor na Agrovet amepublish kwenye mfumo wetu wa Pembejeo Connect, na mkulima anaweza akaona na akaweka oda. Lakini pia okay, sawa. Ni muda wa kupata demo, lakini kabla hatujaenda kuona demo, ningependa kukaribisha Mr. Geoffrey kama yupo. Kama ana cha kuongezea mkurugenzi. Sasa nashukuru sana kwa fursa. Mimi ni
sina mengi ya kujazia sana. Zaidi ni wahimize wafanyabiashara wa pembejeo, na mimi niko much more interested pia kwa tunaita hawa distributors wakubwa wa jumla. Na sisi tayari tuna testimony, nadhani Gabriel atakuwa ameshatoa testimony ya distributors wakubwa ambao wanafanya kazi na Mazao Hub kwenye mfumo huu wa Pembejeo Connect, na kama alivyosielezea ni kwamba sisi tunamwezesha distributor aweze kuuza pembejeo kwa kutumia data, kukuza brandi yake na kufuatilia bidhaa shambani zimefanyaje kazi, na haya anayafanya kupitia maafisa ugani ambao wengine tumeungana nao na wengine bado tunaendelea kuwashawishi tuungane nao. Nimemwona Lizikieri yupo humu ndani. Maanake sisi tunahimiza kila afisa ugani nchini atumie huu mfumo kwa ajili ya kipato chake, lakini kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo kirahisi kwa kutumia mfumo wa Mazao Hub Pembejeo Connect kuoda bidhaa. Kwa hiyo kama alivyosema Gabriel, najua anaenda kufanya hiyo presentation. Sisi tunafanya vipi kazi? Labda alivyoelezea, sisi tuna mfumo ambao mfumo ni jumuishi, unawaleta pamoja Agrovet, unawaleta pamoja maafisa ugani ambao tunawaita Uber for extension ama madaktari wa kilimo, alafu unawaleta pamoja wakulima. Baada ya kuwaleta hao pamoja, tunazalisha data kwa sababu kila mmoja na mfumo wake wa kufuatilia wale wakulima. Alafu distributors wakubwa wakina Farm Base, akila Agri-Nature, By-Trade, OCP, Yara wanatumia huu mfumo kusambaza pembejeo ambazo ni mahitaji yaliyokusanywa na maafisa ugani wanaowafuatilia wakulima, na hao maafisa ugani wana mfumo huu wa kufuatilia unawezesha kupanga msimu wa kilimo, kutengeneza mpango wa kilimo, kufuatilia changamoto za mkulima, kutambua tatizo shambani, kutengeneza mapendekezo ya pembejeo za kutumia na kufuatilia mkulima ametumia. Alafu baada ya maafisa ugani kukusanya hao mahitaji, wanaingia kwenye app na inafanya kazi offline na online, wana place order. Wakisha place order, wanaweza wakachukua pembejeo za Agrovet aliye karibu, na wanaweza pia wakaoda pembejeo kutoka kwa distributor aliye karibu ama yule anaye distribute katika maeneo hayo. Kwa hiyo kama alivyoelezea, mimi nahimiza maafisa ugani ambao mko humu ndani muelewe kwamba hichi kitu sio cha kwetu. Hii ni issue yetu wote, ni issue yetu wote inayotuleta pamoja. Tunaweza tukasema hii ni Google ya kilimo, ama hii ni WhatsApp yetu ya kilimo, ama ni Facebook yetu ya kilimo. Kwa hiyo sasa kila mmoja aanze kujiangalia kwa nafasi yake kwamba ninaitumiaje hii nafasi niweze kukua na kuweza kupanuka kwenye kilimo chake. Kwa tunatengeneza na kurahisisha namna sahihi ya kufanya biashara. Mkulima ananufaika, afisa ugani ananufaika. Kwa sababu ngoja niwaambie kitu kimoja, maafisa ugani wengi whether ni wa serikali ama wa private, wengi ni maskini, wengi wanaishi maisha magumu, lakini tukitengeneza hii ni fursa kwao ambayo performance yao venye anavyozalisha wakulima wengi wanaozalisha kwa wingi, anaendelea kupata zaidi, kwa sababu yule anayefanya na kuleta matokeo makubwa basi azawadiwe kwa sababu ya kuleta matokeo makubwa. Kwa ni hayo tu ambayo nilitaka nikazie, ambayo Mr. Gabriel amesha yaelezea. So unaweza kaendelea na demo kuonyesha namna mfumo unavyofanya kazi. Asante sana. Demo nani hii simu inagoma ku display. Hello Gabriel.
Okay. Hello. Halo. Yes, yes. Naomba dakika 5 nimalizie Okay. kuweka sawa mitambo yangu hapa. Okay, sawa. So Eh, wakati unavyoweka basi tuendelee kuhimiza. Mi naongeaga sana, mnisamee, ndo maisha yetu tunaishi kwa kuongea. Kwa ndo mapungufu yetu tulionayo, wengine tunaoongea sana. Sasa Gabriel, ukishamaliza dakika 5 zako, ukimaliza wewe utanishtua mimi nikupishe. Sasa ni mimi naongelea upande wa faida kwa hawa labda distributors wakubwa ambao tunafanya nao kazi. Faida kubwa ambayo ni kwamba brandi inapata ushuhuda, na sisi tunawahimiza hata maafisa ugani ambao tutafanya nao kazi na tunaofanya nao kazi kujua brandi ipi inapendwa na wakulima na brandi ipi inafanya kazi vizuri shambani kwa wakulima, kwa maana kwamba brandi ya pembejeo ambazo tutakupa kwa hata wale ambao wewe sasa hivi ni afisa ugani, unaweza ukawa una distributor mkubwa ambaye unamjua, unaweza ukatujulisha, na wengi wenu mko kwenye grupu la WhatsApp maafisa ugani, share namba za distributor huyo, alafu tuongee naye, tuingie naye ubia, alafu kupitia mfumo wa Pembejeo Connect uwe una uwezo wa kuoda bidhaa na kuzipeleka kwa wakulima kulingana na mahitaji uliokusanya. Lakini kingine ni kwamba kwa wao distributors wakubwa tunawapa nafasi ya wao kuplani manake kabla hajasambaza pembejeo lazima pia aweze kuplani ajue kwamba bidhaa zinahitajika wapi na kiasi gani, bidhaa zitahitajika wapi, bidhaa zimepungua wapi na kadhalika. Lakini kingine tunamwezesha distributor kufanya nini? Kuweza kupunguza gharama za usambazaji, kutuma sales representative. Kuna watu wengine ni maafisa ugani lakini wanauza bidhaa za wengine, kwa tunawawezesha waweze kuuza zaidi kupitia teknoloji ya mazao hapo Pembejeo Connect. Tukija upande wa Agrovet, na wenyewe tumewakava. Agrovet cha kwanza ambacho tunachokifanya kwake ni kwamba maafisa ugani wanatoa oda kutoka kwenye duka lake lililo karibu. Yaani wewe ukai tena dukani kusubiri pembejeo, kusubiri wateja waje wanunue pembejeo. Pembejeo zinakuja kuchukuliwa kutokana na oda ambayo afisa ugani ametengeneza. Kwa afisa ugani utatengeneza oda ya pembejeo, unahitaji mzigo kiasi gani? Mkulima umeandika, umemfuatilia mkulima, umekusanya mahitaji ya mkulima. Unaingia unamwambia mkulima nenda kachukue pembejeo sehemu fulani. Yaani iko hivi, ni sasa na hospitali. Hebu imagine Muhimbili. Muhimbili ina madaktari pale. Madaktari wote wa Muhimbili wakifika kumpima mgonjwa, wakakusanya mahitaji ya mgonjwa, wanamwambia hivi, nenda kachukue dawa kwenye duka sehemu fulani. Wewe unadhani duka lako utakuwa unakaa unasubiri wateja? Wateja watakuwa wanakuja wenyewe kwa sababu daktari wa Muhimbili amemwambia nenda kachukue dawa sehemu fulani. Kwa hiyo mapato zaidi. Lakini tunawapa mpaka soil kit, vifaa vya kupima udongo, wanakuwa kliniki za kilimo. Lakini pia tuna wawekezaji mbalimbali ambao wanawekeza kwenye tunaita working capital, ambao tunawezesha hawa Agrovet pamoja na distributor ku access mitaji ya kukuza mitaji yao ya biashara. Kwa hiyo sisi tumeenda mbali kukuza masoko kwa maana ya mauzo, lakini pia tunamwezesha Agrovet kupata mitaji, na kikubwa zaidi maafisa ugani wanaosimamia chain nzima ya kukusanya mahitaji ya wakulima wananufaika. Ndio maana Mazao Hub ni mfumo unaomwezesha kila mmoja kunufaika na kufanikiwa. Kwa hiyo tuhimizane wote tuingie. Kama una app ya Mazao Hub, pakua app ya Mazao Hub sasa hivi. Ndani ya Mazao Hub ingia kwenye video ujifunze namna ya kutumia app ya Mazao Hub, tufundishane. Tutafeli katikati, tutahangaika, lakini tutaelimishana na kujifunza kwa pamoja, tuweze kuleta mapinduzi kwenye kilimo ambao hajawahi kutokea. Kama uko tayari Mr. Gabriel, labda nikupishe uendelee. Niko tayari. Asante. Niombe samahani kwa kuchelewa kidogo, mambo ya kukaa sawa, lakini
kile ambacho nilikuwa naonyesha kwenye presentation, msifikiri kwamba wengine watadhani kwamba ni picha tu, lakini product nzima ni hii hapa, na niko kwenye akaunti yangu mimi kama Gabriel. Nina store zangu mbalimbali hapa kama mnavyoona, naweza nikabadilisha. Sijafanya mauzo wala manunuzi wala matumizi yoyote kwa hizo store zangu, ndio maana unaona kwa leo inasoma today balance, sales na revenue, purchases zote zina zero. Kwa hiyo kiufupi, wewe ukiwa ndo mmiliki wa duka la pembejeo utapata kitu kama hichi. Imagine unaweza ukaona chochote ambacho kinaendelea kwenye store zako na maduka yako kwa namna ya haraka na rahisi kama hii hapa. Lakini hii ilikuwa sio lengo. Lengo ni kuonyesha jinsi namna mfumo unavyofanya kazi. Sasa moja kwa moja tunajua hatua ya kwanza kabisa, ukiwa na biashara yoyote ni lazima utakuwa na store au utakuwa na sehemu ya kuuzia hizo pembejeo zako. Kwa hiyo moja kwa moja hatua ya kwanza, wewe umefika kwenye mfumo wa Mazao Hub, umejisajili kama agri dealer. Utakuja sehemu ya stores hapa, utabonyeza. Wengi tuliona hii kwenye slide iliyopita. Kwa hiyo hizi ndo store zako, ndizo ambazo nilikuwa nikislide hapa hapo kwenye hiyo page iliyopita. Kwa hiyo ukitaka ku add hizi store, utabonyeza hapa add. Baada ya ku add utaandika jina la store. Wengi wanapendelea kuwa na jina la mahali. Sasa popote pale ambapo ulipo au jina brand ulioiweka pale ndio utakaoiandika hapa. Kwa mfano naandika Maendeleo Agricom. Umeona? Sasa umeona hapa tutaweka location. Kwa ukibonyeza itakwambia uclick icon. Kwenye hii icon ya pembeni itawezesha kuweka location. Mimi niko Millennium Tower 2 Kinondoni, Dar es Salaam. Kwa moja kwa moja huu mfumo unakuwezesha wewe kujua ni wapi ambapo duka lako lilipo kwa namna ya location. Baada ya hapo utachagua mkoa, japo mkoa ushakuwa umechaguliwa hapa kwenye location. District iko Kinondoni na kata niko kata ya Makumbusho. Kwa hiyo utasave duka lako kama hivyo. Baada ya kusave utaliona hapa juu kabisa limeandikwa Maendeleo Agricom. Sasa tunaenda kumuongeza mtu ambaye ataenda kulisimamia hili duka. Moja kwa moja by default au kwa haraka mfumo utatambua wewe mmiliki wa hilo duka la pembejeo lako kwamba wewe ndiye utakaye kwenda kusimamia, lakini kama kuna mtu wa pili au mtu wa tatu pia utaweza ukamuongeza hapa kwenye mfumo na mfumo ukaendelea kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo tutaenda kuibonyeza hii store, itakwambia uongeze msimamizi au shopkeeper au mtu wa store. Kwa hiyo utaenda kubonyeza hiyo add shopkeeper, utaandika jina lake, labda Hussein Makambo. Umeona? Utaandika hapo phone number, utaandika address yake anapatikana wapi na utamsave. Baada ya kumsave, sitafanya kila kitu kwa sababu ya muda na webinar yetu inaisha baada ya saa 1. Baada ya kumsave, ukiangalia hapa kwenye hii utaona kwenye store mojawapo ambao mimi nilisha save, ataonekana kwa taarifa kama hizo hapo. Ali Kombo, namba yake ni hizo hapo, na location yake sikuandika, ndio maana imetokea known. Lakini baada ya kufanya hivi kwenye store, unaweza ukafanya stock movement. Kwa wale wabobezi wa biashara wanajua, unaweza ukahamisha mzigo kutoka store moja kwenda store nyingine. Hapa naenda kufanya stock movement, natoa labda Kiembo branch, naenda kupeleka labda Ifakara. Nachagua Ifakara nachagua item gani ya kuihamisha, nachagua na quantity,
pia naweza nikasave nikahamisha mzigo kutoka store moja mpaka store nyingine. Yote hii unaipata kwenye mfumo wa Pembejeo Connect ambao upo katika mifumo ya Mazao Hub, na hii itakusaidia wewe kuhamisha bidhaa bila kuaffect taarifa za vitabu vyako au taarifa zako za kibiashara. Usijichanganye, lakini unaweza ukafanya good issue, yani ukatumia mzigo kwa matumizi ya ndani ya ofisi bila hata ya kupokea cash. Kwa unaweza ukafanya hivyo, na pia itakusaidia, huu mfumo utakusaidia kupunguza mzigo wako, lakini bila wewe kujichanganya. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa, ambapo inakuwezesha wewe kusajili hizo store zako au maduka yako au branch zako, lakini kuwaweka wasimamizi na kufanya operation mbalimbali ndani ya hizo store. Tumeona kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tutarudi hapa mwanzoni kabisa, inakusaidia wewe kama mmiliki au msambazaji mkubwa wa pembejeo kufanya manunuzi. Kabla hatujafanya manunuzi, labda tuone ni namna gani ambavyo unaweza ukasajili bidhaa, lakini pia ukaiweka kwenye store. Yani una store, unabidi uweke mzigo. Sasa utakuja kwenye kwenye inventory. Kama unavyoona, mimi tayari nina bidhaa nyingi sana na quantity zao zilizopo huko kwenye store na bei ya kununulia na kuuzia. Kwa hiyo kitu kama hichi utakipata wewe kama mmiliki wa duka la pembejeo au kama ni distributor mkubwa. Kwa hiyo utakurahisishia wewe katika kuhifadhi taarifa zako. Kwa hiyo namna ya kusajili, utabonyeza kijumlisha, itatokea form kama hii. Ikishatokea form kama hii, utaandika jina la bidhaa yako, kama ni Konto, kama ni Paraforce, kama ni Paraquant, yoyote ile utaiandika hapo. Utaandika unataka ununue na iingie kwenye store gani. Sasa ukishaandika itaingia kwenye store gani, kwa hiyo inamaanisha kwenye ile store ambayo ipo itaenda kujiongeza kwamba kuna bidhaa mpya, thamani yake ni hii hapa, ziko kadhaa zimeongezwa. Kwa hiyo ukija kufanya stock check kwenye mfumo na kwenye inventory ya physically, utaweza kuona kwamba zina match. Kwa hiyo utachagua store yako. Mi store yangu mfano hii hapa. Utachagua, mfumo wetu unauza mpaka kwa barcode kisasa zaidi, unascan unatoa kama supermarket. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo, ukarekodi cost price. Hii itakusaidia katika mahesabu yako ya faida na hasara, lakini pia sales price. Quantity zinaingia dukani ngapi, na unit, je, unazipima kwa piece, kwa box au kwa sacks, yani vile sacks namaanisha vile viloba. Na pia unaweza ukasema ni manufacturer gani ambaye amekuuzia. Tunajua manufacturer mbalimbali wa hizi pembejeo, kwa hiyo utapata nafasi ya kuwaweka hapo. Kwa hiyo baada ya kuwaweka, zitaonekana kama hivi. Na uzuri wa mfumo wetu unawezesha kucategorize au kutenga hizi pembejeo zako au inventory zako katika makundi. Tunajua kwenye sekta ya kilimo kuna maybe pesticides, kuna fungicides, kuna herbicides, kuna avicides na vitu vingine vingi. Kwa hiyo wakati unasajili pia unaweza ukasema hizi bwana ni pesticides, hizi ni herbicides, moja kwa moja kwenye mfumo kavitenga, kama vile unavyotenga labda maduka wanavyofanya, wanatenga vyakula pembeni na vitu vingine vyenye sumusumu pembeni. Wewe pia unaweza ukafanya hivyo. Unafanyeje? Kwenye category hapo utaenda utasema view category, juu kabisa kushoto view category, utaona kuna hizi category ambazo mimi duka langu linazo au makundi ya bidhaa. Lakini na wewe unaweza ukasema sina herbicides, naenda kuongeza mfano herbicides, yes, nilikuwa sina, nimeiongeza hapo. Kwa hiyo umeona. Kwa hiyo wakati unasajili
wakati unasajili hapa, ukiwa unasajili kwenye category unasema ni category gani ambayo bidhaa yako inakuwepo. Kwa hiyo unaweza ukapata ripoti ya pesticides peke yake, ukapata ripoti ya herbicides peke yake, ukapata ripoti ya stock ya labda fertilizers peke yake. Kwa inakusaidia namna hiyo. Kwa baada ya kusajili bidhaa unaweza ukanunua hapa, na ukinunua mfumo unakusaidia kutenga manunuzi yako yale yaliyolipwa kabisa, yaliyolipwa kidogo na ambao hayajalipwa kabisa, kwa ajili ya kwenda kufanya follow up kwa wale ambao umenunua kwao. Kwa kama hivyo unaweza ukaona, na fully paid unaweza ukaona pia. Na hii ni fomu yetu ya kurekodi mauzo. Nitaongea kifupi, lakini full video iko YouTube, unaweza ukaenda ukaangalia, iko full kwa vitendo kabisa, namna gani ambavyo unaweza uka navigate na kufanya operation kwenye mfumo huu wa Pembejeo Connect. Cha muhimu kabisa ni namna gani ambavyo wewe kama Agrovet unaweza ukaongeza mauzo yako. Kama tulivyosema, sisi tuna mtandao wa wakulima zaidi ya 50,000. Sasa hivi nadhani watakuwa wanafikia 60,000 ambao tunawahudumia mikoa zaidi ya 15 hapa Tanzania. Hasa kila mkulima anakuwa na system hii ambayo anawezesha kufuatilia afya yake ya shamba na mwendelezo na kuweka rekodi humu na pia kupata mahitaji. Sasa wewe kama afisa ugani, wewe kama agridealer, ni namna gani ambavyo unaweza ukaongeza mauzo? Wengi tumekuwa tukiuza kwa wale watu ambao wanakuja kwenye madirisha yetu, wanagonga na sisi tunawauzia, labda nataka hiki, au wengine tumewasave tu kawaida. Je, unaonaje ukakutana na mtandao huu wa wakulima ambao unaweza ukawasambazia pembejeo zako? Kivipi? Tuna hii sehemu ya kupublish pembejeo ambayo inakuwezesha wewe kuweka bidhaa zako kwa picha na bei na kwa namna ambavyo unaweza ukaipack. Nikisema kuipack, namna gani ambavyo imewekwa kwenye hiyo pakti, au kama ni kiroba au ni kidumu, vyovyote vile ukaspecify, bwana, hii 1 liter nauza kwa shilingi kadhaa, Paraquat mara 2,4-D, ukaweka mpaka na bei, na kwenye kila package ukaweka na bei yake husika. Sasa namna ambavyo utaweka humu ndivyo itaonekana kwa wakulima, na kuna baadhi ya wakulima wanapata mpaka message ya bidhaa za Agrovet zilizopo karibu yao. Kwa hiyo kama Agrovet ukitumia mfumo wa mazao unapata namna ya kujitangaza, na kwa kujitangaza inakuwezesha wewe kuwafikia wateja zaidi na kupata wateja zaidi katika duka lako au katika kampuni yako. Ni namna gani? Ukiingia hapa sehemu ya publish, utabonyeza kijumlisha, utasema ni product gani ambayo unataka ionekane kwa wakulima au 50,000 au zaidi. Utasema ipo kwenye store gani, na kila store, kumbuka tulisema tuna record mpaka location. Sasa hii location ndo tunakuja tunaitumia hapa kwa ajili ya kuwafikia wakulima. Kwa hiyo ukiweka store unakuja unasema ni category gani ili wakulima waweze kuipata kiurahisi, labda ni fertilizer. Unakuja unachagua picha hapa. Either utaweza ukaipiga picha kwa kamera au kwa gallery. Baada ya hapo utaweka description, labda hii ni dawa ya kuua fungus hii tumesema ni fertilizer, okay. Tumesema labda hii ni mbolea ambayo inasaidia matunda, inasaidia katika afya ya udongo kufanya 1 2 3 moja kwa moja. Pia unaweza ukaongeza package, labda hii mbolea waga inakuwa packed kwenye kilo 50, 50 kilograms, ukaweka na price, ukasema ziko 5 tu. Baada utasave. Baada hapo, labda kama kuna kilo 25 pia utaadi nyingine ya kilo 25. Itatokea kitu kama hichi hapa. Mfano huyu aliweka dhahabu, umeona, aliweka dhahabu, mbegu ya dhahabu, ana gramu 10, lakini pia ana gramu 26. Kwa kwenye kila kitu ameweka na bei zake hapa.
Baada ya kuweka itatokea namna kama hii. Kwa mkulima akija kwenye mfumo wetu wa Mazao Hub kule kwenye Kilimo Connect anakuwa na uwezo wa kuona na anaweza akafanya ordering. Tutaenda kuona kwa upande huu namna gani mkulima anavyoweza kufanya ordering na wewe ukazipokea hizo order moja kwa moja. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo Mazao Hub inakusaidia biashara yako kukua na kuongeza kipato, kwa kuwa inakusaidia wewe kusambaza bidhaa zako zaidi. Na ukipublish hapa unaweza ukawafikia wakulima hata wale ambao hawana smartphone kwa message kwamba kuna bidhaa kiasi gani inauzwa, shilingi ngapi, inafanya nini, kulingana na wewe utakavyoandika hapa. Hiyo ni faida kuu kutoka Mazao Hub ambao hamna mtu ambaye anafanya hapa Tanzania, lakini sisi Mazao Hub tunafanya. Lakini inakusaidia wewe kama agrovet au distributor, unakuwa una uwezo wa kuagiza pembejeo. Unajua kuna wakati tunasema tunakuwa out of stock. Kwa hiyo wewe kama distributor, ni wapi ambapo utapata mzigo kwa haraka sana pale ambapo unakuwa out of stock? Wewe kama agrovet, ni wapi ambapo unaweza ukapata mzigo unapokuwa out of stock? Ni kupitia agiza pembejeo. Hii agiza pembejeo ndio ile ambayo nilikuwa nasema sehemu ambayo mkulima atakuwa akiagiza. Lakini sio kwa mkulima, hata wewe pia kama agrovet unaweza ukaagiza. Mfano nitaenda kuona namna gani ambavyo nitaonyesha tu kwa kifupi, lakini full video ya hii demonstration ya mfumo utaipata YouTube kwenye channel yetu ya Mazao Hub na pia katika mitandao yetu ya kijamii. Wakati tunasajili location tulichukua GPS, lakini pia wakati unaagiza pia unaweza ukatumia GPS au ukasema bwana, mimi nataka nione maduka yaliyoko kwenye kata yangu. Mfano mimi niko Dar es Salaam, kwa nitaona kata zote ambazo zina agrovet hapa Dar es Salaam. Kwa mfano Makumbusho hapa nataka nione maduka gani. Kuna huyu Mawenzi yuko karibu na Makumbusho, lakini kuna huyu Kijitonyama yupo karibu na Makumbusho. Kwa hiyo wewe kama agrovet utaona distributors na agrovet wengine wenye mzigo wenye hizi bidhaa. Kwa hiyo baada ya kuchagua Kijitonyama nitaenda kuagiza, labda niseme nataka fertilizers. Kama unavyoona fertilizers hizi hapa. Nataka niagize labda 10. Nita add kwenye cart au wengine wanaita kikapu, nitaiona, nita make order, lakini nitalipa baada ya kuupokea mzigo. Baada hapo haraka sana tayari nikiangalia order yangu ni ambayo nilifanya kwa distributor mwingine au agrovet mwingine, nimeorder kwenye Buy Trade Main Store kwa Kijitonyama. Yes, kwa Kijitonyama nimeorder hii hapa, nasubiria anipe ndio nimlipe. Kwa hiyo moja kwa moja huyu mtu atanifikishia mpaka hapa nilipo, kwa kuwa nilisajili kwa location. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukarahisisha biashara. Haina haja ya kupiga simu au kuanza kwenda mjini kutafuta supply ya mzigo, kwa kuwa Mazao Hub inasimamia distribution ya hizi pembejeo mpaka eneo ulipo. Tumeona mengi, lakini pia tunaweza ukaona orders ambazo wakulima watakuwa wakileta kwako. Umeona kwa mfano hapa nina order moja. Kwa hiyo hizi utakuwa unaziona hizi order pamoja na kuzifikisha moja kwa moja. Unaweza ukaconfirm hapa payment, unaweza ukafanya ukaconfirm payment kwa kama alikulipa, na pia ukamfanyia delivery. Kwa hiyo sitafanya kila kitu, vitu vingine tutaenda kuangalia YouTube au utawasiliana na mkuu wa kitengo cha mafunzo kwa ajili ya kuelekezana namna gani ambavyo unaweza ukawa unafanya operation zako. Lakini cha mwisho kabisa, biashara ni mahusiano kwa wale wateja wako na hata pia wale ambao wanakuletea mzigo. Kwa hiyo Mazao Hub inakupa platform ya kuhusiana na wateja wako. Nilizungumza mwanzoni wakati wa kujitangaza kwamba unaweza ukafanya marketing kwa wakulima na wateja wako,
Lakini ni wapi ambapo utawahifadhi taarifa za wakulima au wateja wako? Ni hapa ambapo unaweza ukawa rekodi wateja wako pamoja na namba za simu na wapi wanapatikana. Lakini vile vile wale ambao wanakuletea mzigo, muhimu sana watu ambao wanakupa mzigo ukawa na taarifa zao. Najua unaweza ukawa na phone wakawa kwenye phone book yako, lakini ni rahisi sana kama biashara yako ikawa inawatambua kwamba kila utakapoenda kununua mzigo wanajua kwamba ni umenunua kwa mtu fulani. Na kwenye ripoti tutaona ripoti za manunuzi kulingana na suppliers, ripoti za mauzo kulingana na wateja. Kwa hiyo unaweza ukapata hizo ripoti mbalimbali ili kujua nani amekuungisha sana kwenye biashara yako au nani umefanya naye biashara sana. Na hapa kwenye simu utapata ripoti kwa ufupi sana. Utapata ripoti kwa ufupi sana, mauzo, manunuzi pamoja na faida ambayo umetengeneza. Vile vile matumizi inaweza ikawa kwa siku, kwa wiki au kwa mwaka. Kwa hiyo kwa ufupi sana, huu ndio mfumo wa Pembejeo Connect, na hii haijakava mfumo mzima kwa sababu hii ni sehemu moja tu ya application. Labda kwa maelezo zaidi ya hizi ripoti, zinapatikana ripoti nyingi na kwa taarifa zaidi ukiwa kwenye mfumo wa web wa Mazao Hub au wa application ya kwenye web. Utaweza ukaona ripoti za wateja, ripoti za za mauzo, ni nani aliyekuchangia sana, utapata kuona ni staff yupi au ni muuza duka yupi kwenye store zako ambaye anauza sana, ripoti za faida na hasara iliyokuwa imeelezewa zaidi. Kwa yote hayo utaenda kuyapata, lakini kwa ufupi kwenye demo ya mfumo wa Mazao Hub kwa leo niishie hapo. Kama kuna yoyote atakuwa na swali, karibu. Nimeona mkono wa Michael. Kama una swali, una cha kuchangia, tuna dakika kama 7, ni sehemu yetu sisi wadau kudiscuss. Tunaweza karibu. Nashukuru sana kwa presentation nzuri. Nashukuru sana kwa presentation nzuri Mr. Gabriel. Asante. Swali langu lilikuwa moja, kwamba ikitokea naweza kusajili agrovet nje ya mkoa mwingine au ule ambao anafanyia kazi, inawezekana kwa maana ya kumwongeza kama agri-dealer, au ni lazima awe wa mkoa husika anaofanyia kazi? Okay, unamaanisha kwamba wewe ni mmiliki lakini una branch sehemu nyingine, si ndio Michael? Hapana, na ninachomaanisha kuna ile kuwakaribisha maagrovet. Sisi tunaweza kuwaalika maagrovet kwenye mfumo. Sasa utakapomwalika agrovet labda anatoka nje ya mkoa ambao wa eneo lako la kazi, ni sahihi? Sijaelewa swali. Yaani wewe unaalika agrovet kutoka nje. Wewe ni agrovet au wewe ni kama nani? Mimi ni kama afisa kilimo. Okay. Naweza nikamsaidia kujibu hapo. Okay. Ni kama nimemwelewa vizuri Gabriel. Naam. Amesema yeye ni afisa kilimo lakini ana agrovet anayemjua, lakini hayuko katika maeneo yeye anafanya kazi. Ndio. Akamwalika yule afisa na agrovet aingie kwenye mfumo, lakini kwenye location aliyopo yeye hayupo. Okay. Hapo nimekuelewa. Of course, ndio hilo swala lauliza. So kama unaweza kumsaidia kujibu. Si ndio hivyo ni maana yake, ni ndio maana hilo swali bottom. Ndio kwa na maana. Sawa. Okay. Unaweza ukafanya hivyo. Na pia unaweza hata ukamsajili. Ukamsaidia wewe ukamtumia tu, bwana nimekusajili, utaingia kwa taarifa hizi, na yeye akienda kule ataingia kwa taarifa zake na anaweza akabadilisha password kama kwa masuala ya nini tunasema masuala ya usalama wa kimitandao. Kwa hiyo unaweza ukamwalika kwenye mfumo wa Mazao Hub akatengeneza nani zake,
akaja akaedit taarifa zake na akawa na akaunti yake akaendelea kutumia huu mfumo. Sijui kama nimejibu. Sawa sawa. Ndio. Karibu Dorcas, karibu sana. Mimi nilikuwa na ushauri, nilikuwa naomba mkiwa mnatoa hizi nanili session mwe mnatuwekea, mnaturuhusu kurekodi, kwa mnarekodi kule, ila baadaye tuna download, kwa sababu kama sasa hivi mimi niko kwenye kipindi, so inakuwa ngumu kuelewa, nakuwa na mdisturb mwalimu. Okay, sawa. Ombi lako ni Mnarekodi, tunachukua alafu tunakuja kusikiliza kwa muda wetu. Kama hapa niko darasani kwenye practical, maana yake mwalimu angekuwa mkali ingekuwa vibaya. Okay. sawa. Asante sana kwa maoni yako mazuri, lakini hivi vipindi vinarekodiwa na baada ya hapa, baada ya kama masaa kadhaa, masaa matatu, tutaenda kuiachia haya mafunzo YouTube. Utakuwa na access ya kupata haya mafunzo kuanzia mwanzo tulivyoanza mpaka mwisho, kila kitu tulichokifanya, demo na maswali namna yalivyojibiwa, na kama pia hakutakuwa na majibu na utakuwa na dukuduku, lakini pia tutaacha namba zetu za simu za usaidizi. Basi nashukuru. Asante sana. Karibu mwingine, kama kuna swali, kuna ushauri, kama dada yetu Dorcas hapa. Tumebakiwa na dakika 3, ni dakika zetu kwa ajili ya maswali na majibu. Lakini pia sio tu maswali, hata kama una cha kuchangia, umeona kwenye biashara yako au kwenye sekta ya kilimo kuna kitu, kuna gap, ukasema labda kwenye mifumo yenu kwa nini msikiongeze na kitu fulani, tunapokea pia. Sisi tunapenda sana mtu kutushauri. Karibu. Basi sawa, asante kwa hizi dakika 2. Tuhitimishe kwa kuwashukuru wote ambao mmefika. Tunajua kuna maafisa ugani, lakini wamepata kuhudhuria darasa hili la Pembejeo Connect. Kwenye session inayofuata bila shaka tutaona ni namna gani wadau wengine wanaweza wakanufaika na Pembejeo Connect, kwa sababu si tu maafisa ugani, lakini kama kuna mtu yoyote anahitaji usaidizi, anahitaji elimu kuhusu mfumo au kuhusu fursa yoyote, aidha ni masoko au ni ushauri kwenye kilimo, ushauri kwenye kupanda, kwenye kitu chochote ambacho kinahusiana na teknolojia na kilimo, mawasiliano yetu ni hayo hapo. Utapiga muda wowote, utatuma email popote pale, tutashukuru sana. Karibu mkurugenzi, kama una salamu za mwisho kwa ajili ya kumalizia kipindi chetu webinar ya siku ya leo. Okay, naona mkurugenzi ametoka, lakini nipende kuwashukuru wote. Kama nilivyosema, kila siku ya Jumatano saa 11 mpaka saa 12 tutakuwa na webinar hii kwa ajili ya kujifunza fursa katika kilimo, fursa katika teknolojia. Lengo ni kuongeza mapato na kukuza uzalishaji na kumuinua mkulima kutoka kuwa mkulima mdogo mdogo na kuwa mkulima ambaye analima kwa ajili ya tija, anayelima kwa ajili ya faida, anayelima kwa ajili ya malengo makubwa. Sio kilimo cha kubahatisha, ila ni kilimo cha uhakika. Nawashukuru sana.